Moja ya ishara kubwa kwamba uko mahali ambapo ishara zinazoendelea hapo hazitoki kwa Kristo, maisha yako ya kiroho yanazidi kunyongwa, maisha yako ya ibada binafsi yananyongwa, maisha yako ya maombi yananyongwa, maisha yako ya usomaji wa neno yananyongwa, uwezo wako wa kumtegemea Mungu moja kwa moja unanyongwa. Unaanza kufundishwa kumtegemea Mungu wa Mchungaji Carlos, unaanza kuomba kupitia madhabahu anayehudumu Mchungaji Carlos. Unajua tayari umeingia mahali sio sahihi. Yesu alitufundisha tuombe kwa jina la kwake. Kwa hiyo hautishwi, lakini unapewa ufahamu ili uwe na uwezo wa kupambanua, kuweza kujua mahali salama pakula chakula, kwa maana atatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo hata walio wateule wanaweza wakapotezwa na ishara na maajabu ya uongo. Tunapoona udunia unaingia kanisani, udunia kuingia kanisani ni moja ya ishara kwamba tunazidi kusogea katika siku za mwisho. Moja ya ishara za wazi za siku za mwisho, kila unapoenda unakutana na Injili. Kwenye basi utakutana nayo, kwenye ndege utakutana nayo, kwenye treni utakutana nayo, kila mahali utakutana na Injili ikihubiriwa. Na tena sio Injili tu ya hivi, Injili ya ufalme wa Mungu. Na Mungu ambaye Biblia inatuambia, nafikiri ni kwenye Petro wa pili sura ya 3 na mstari wa 9, anasema Mungu hakawii kutimiza ahadi zake kama wengine wanavyokuita kukawia, bali ni mvumilivu kwetu, asitake hata mmoja angamie, bali wote wafikie toba. Hawezi akamaliza hili jambo wakati watu wengi